Nimekuwa mara kadhaa nikikupitisha katika visa vya kweli vya maisha ya watu ambao wanapitia magumu mbalimbali. Leo hii nakupitisha katika kisa kimoja wapo cha kusisimua kweli kweli, na naamini hata na wewe ukikisikiliza kitakusisimua na kukugusa kwa namna moja ama nyingine. Huyu mama anasema admini, mimi ametaja jina lake lakini tunalihifadhi. Anasema kabila lake ni Mpare, mzaliwa wa Usangi huko Kilimanjaro. Nina miaka 43, nina familia, watoto 3. Niliolewa mwaka 2003 na mwanaume kabila Muhangaza kutoka Ngara. Nilikuwa bado binti mdogo, nikapata watoto 3, 2 wa kiume na 1 wa kike. Mwaka 2016 baba wa watoto wangu akapata kazi ya kuendesha gari la kubeba magodoro. Akawa maisha yake kahamishia huko Dar es Salaam na kurudi tena nyumbani kwa takribani miaka 5. Ndipo mwaka 2020 akarudi mwezi wa 11. Aliporudi hakutaka kuulizwa lolote. Kiufupi alikuwa mbabe na ananipiga mno. Yeye alikuwa Muislamu, mimi ni Mkristo, na tulishindwa kufunga ndoa sababu ya tofauti zetu za kiimani. Huko Ngara hakuwa amejenga, aliniacha nyumbani kwa wazazi wake, ndipo nilipata watoto wangu wote. Sasa kumbe alipoenda Dar es Salaam aliathirika na HIV, na huko Dar alikuwa anaugua mara kwa mara, anatumia dawa kwa siri. Sikuweza kujua lolote. Mimi huwa nalima maharage, miogo na nauza ndizi mbivu kwa kipindi chote alichoniachia watoto. Nilihangaika mwenyewe na wakasoma. Sasa shida ikatokea, akafariki mwaka 2021 mwezi wa 8. Ndipo nilipojua kuwa mwenzangu alikuwa mwathirika. Ilinichukua nguvu na muda, niliisha nikakata tamaa, lakini viongozi wa dini wakawa wananitia moyo na nikaendelea kuishi na kutumia dawa. Shida iko hivi, mama mkuu wangu yupo, mashemeji wapo na wengine wako safarini. Tumeachwa hapa, hakufanikiwa kujenga. Kumekuwa na manyanyaso ya hapa na pale na kunyanyapaliwa. Watoto wangu wote nimewazaa wazima wa afya, hakuna hata mmoja mgonjwa, lakini tunapitia magumu kweli kweli. Hapa hata mtoto akishika kijiko anaambiwa weka chini usituambukize ukimwi wako. Imagine, ni mtoto darasa la 3 anaambiwa hivyo. Watoto wangu hawaruhusiwi kula kwenye sahani, kutumia chombo chochote hapa, wanaambiwa watatuambukiza ukimwi. Mtoto wangu mdogo ana miaka 10, kumbe shuleni wanafundishwa kuhusu ukimwi. Ananiuliza, mama ulipata ukimwi kwa sindano ama kujamiana? Yaani najisikia vibaya mno, naumia na najiona si kitu tena kwa hii dunia wala wanangu. Mimi nimekuja hapa natafuta faraja, kutiwa moyo na ushauri. Nawaza nitelekeze hawa watoto hapa niende kwetu Upareni. Nawaza tena nikiwaacha hapa watakufa. Nikiwaza kwenda kutafuta maisha mengine, nikae na watoto wangu. Kupata nyumba ni pesa, na mimi nahangaika na kuuza ndizi, gharama ni kubwa admini. Mimi ni mwanamke, mama wa miaka 43. Naomba mnishauri. Naomba usiseme jina admini. Ukitaka picha zangu nitakutumia na wanangu. Sasa hapa ni mama huyu ameeleza shida yake ambayo anakabiliana nayo. Amepata uathirika baada ya mume wake kwenda Dar es Salaam kikazi, lakini akakaa huko kwa takriban miaka 5. Amerudi akamletea gonjwa nyumbani. Sasa hii imekuwa ni changamoto, anapitia maisha kunyanyapaliwa yeye pamoja na watoto wake. Sasa hapa nasoma maoni ya wananzengo kama kawaida. Ni yepi hasa ambao ameandika. Kuna mmoja hapa amesema mchango jamani, tumsaidie jamani. Mwingine anasema mama yangu, pole sana kwa changamoto unayopitia kwa sasa ambayo inasababishwa na watu wasiokuwa na akili na utu pia, na hawajitambui na bado ni maskini wa kipato, ndio maana unapitia hizo changamoto. Ila jua mpaka sasa ni mpango wa Mungu wewe kuwa hapa mzima. Anajaribu kushinda hiyo roho ya kukata tamaa kwa ajili ya binadamu.
Mungu kakupa kibali na uzima. Nachokuomba, fanya kufuatilia clinic, tumia dawa kwa muda, na tafuta msaada kwa baadhi ya taasisi au watu wanaoweza kukupa mtaji kidogo ili uweze kutoka mazingira hayo ya manyanyaso. Unaweza hata kupanga uishi tu watoto wako maadamu unaonekana huko na moyo wa kupambana. Jua kwa jamaa zetu au ndugu zetu hawana msaada, ila wapo watu baki ndio wanaweza kukusaidia. Hivyo jichanganye na watu, tengeneza urafiki. Hata usipotoa shida zako za kiafya, ila tafuta ndugu wa nje. Achana na familia zenye umaskini wa fikra na kipato, maana ziko na uchawi live. Pole sana. Huyu ameandika maoni yake kwa namna hiyo. Lakini mwingine akasema pole sana, weka mkeka achangiwe huyu apate hata kodi ya vyumba viwili na kamtaji ushauri wangu. Lakini mwingine huyo anaandika pole sana Mazaa, ni story iliyobeba huzuni kubwa, ila katika maisha katu usikate tamaa. Muhimu kwa wewe kama mzazi, zingatia tu dozi, kuwa shupavu kwa watoto wako. Siku zenye mateso hazidumu. Uchukulie mtihani huu kama mitihani mingine ambayo Mungu amepanga upitie. Endelea kukaa hapo ukiwa unajichanganya kwa lengo la kwenda kujitegemea mbeleni. Ila kwa sasa we ridhika, bomba hata waseme nini, ili hali maneno yao hayakuui. Wewe kuwa strong. Pole sana. Oya, kwetu sisi wanaume, kweli sisi hulka yetu hatujatulia, ila kama mtu umejitambua, haina haja ya kutafuta mtu kumwachia mateso, maana iko tofauti sana kwa anayejijua kuwa anaishi na VVU na yule ambaye hajui kabisa. Mixa na familia, tuwe na utu. Tamaa zetu zisiwe manyanyaso kwa wasio na hatia. Huyu anaelezea kwa namna gani ambavyo baba huyu wa familia amekuja kuleta ugonjwa nyumbani na imekuwa ni manyanyaso kwa mama aliyesalia na watoto hao watatu. Imekuwa ni maumivu makubwa. Mwingine anasema Princess Ida anasema usiwatelekeze hao watoto jamani, pambana kwa kila namna. Fanya ufanyavyo, wewe ndo ushakuwa baba na ndo mama. Ukiwatoa hao ndio walinzi wako wa hapo mbeleni, na Mungu kamwe hajawahi kumtupa mja wake. Ipo siku atakuja kukufuta machozi. Inshallah Mwenyezi Mungu awalinde wakue wakiwa ni wenye nguvu na maarifa. Ukaandika maoni yake kwa namna hiyo. Mwingine anasema kuwa mwathirika sio failure ya maisha. Pole sana kwa changamoto unazopitia. Mshukuru Mungu sana kwa ajili ya watoto wako kuwa salama. Wewe ni shujaa, ni mpambanaji, ni mwanamke uliyejielewa. Usijisikie vibaya, maisha yana changamoto mbalimbali. Tumia dawa zako kwa wakati, kula vizuri, epuka stress ambazo zisizo za msingi. Kula vizuri ili ulinde afya, mwili usizofike. Wanaokunyanyapaa hawajajua namna dunia inavyokwenda. Pambana zaidi kulea watoto wako, ndio faraja yako. Pole sana, una nafasi nyingine zaidi ya kupambana. Hii ni simulizi ya kweli na inaumiza kiukweli. Mwingine anasema Mungu akupiganie mama, maisha yako kweli ni magumu sana. Sijui hata cha kukushauri, lakini katika yote usiwatelekeze watoto. Wewe ndo faraja yao hapa duniani. Usikate tamaa kabisa. Pambana hivyo hivyo. Sina maisha mazuri, lakini naona ungetuwekea namba yake jamani, tutoe tu hata kidogo tulichojaliwa. Familia, tutoe sadaka kuokoa hii familia. Kidogo tu chako angalau iwe faraja kwa huyu mama. Tunakupenda kwa ajili ya watoto wako. Huyu ameandika maoni yake kwa namna hiyo. Najaribu kuvaa viatu vyako. Huyu ni Chox Agents. Anasema jaribu kuvaa viatu vyako, vinanibana sana. Mama, pole kwa yote unayopitia. Ala fundi wa kukadiria, usijali. Kuna namna atakuwekea maisha yako sawa. Kaza moyo, japo inauma, ila usiwaze sana. Hao ndugu kichwani kwao wachukulie tu kama walemavu wa akili. By then, ndugu admin, naunga mkono pendekezo la wanafamilia kadhaa. Fanya jambo, kipatikane walau kitu cha kumwezesha kuanzisha walau vitega uchumi kadhaa
vitakazomwezesha yeye mbeleni kutoka hapo alipo kukaa yeye na watoto wake, wadogo zetu, makazi mengine kwa amani ya mwili, akili na moyo kiujumla. Hayo ni maoni ya wadau kutokana na hii simulizi ya kusisimua kweli ya mama huyu ambaye amepata kuathirika kutokana na mume wake kutokuwa mwaminifu kwenye ndoa yao, na kwa sasa amesalia na watoto wake 3, lakini changamoto anayokabiliwa nayo ni kunyanyapaliwa. Tuandikie pia maoni yako kwenye YouTube channel yetu, kurasa eneo la maoni, na sisi tutasoma maoni yako. Lakini pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata simulizi hizi za kusisimua na kufunza kwenye maisha yetu ya kila siku. Asante.